ya mwelekeo wako. Imani ya ndani ndiyo dunia yako ilivyo. Sikiliza, ukiwa unataka kufanikiwa kwenye maisha yako, inategemeana na mwangaza na msingi wa imani yako ukoje. Kama unataka kufanikiwa katika Mungu, lazima uweze kujenga imani yako kwa kusikiliza neno la Mungu. Lakini kama unataka kufanikiwa kwa njia nyingine, lazima utafute vitu vyenye kukutengenezea hiyo imani. Kuanzia asubuhi mpaka jioni, ulipoamka, huwa unapendelea kusikiliza nini? Ukiwa kwenye gari, unapendelea kusikiliza nini? Ukiwa unatembea, unapendelea kusikiliza nini? Lakini si kusikiliza tu ili mradi ni injili. Labda inawezekana hata kwenye injili ni swali lazima nikuulize, unapenda kuwasikiliza wachungaji gani? Maana yake mchungaji yoyote unayependa kumsikiliza, kama misingi yake ya imani haikujengwa katika neno la Mungu, ndivyo vivyo hivyo maisha yako ya imani, maisha yako na matokeo ya imani yako yatakuwa hafifu hivyo hivyo. Nazungumza, kuna watu wamejengewa msingi wa imani kwa njia ya kusikiliza mafundisho ya kukanyaga mafuta. Kuna watu, nazungumza sana, imani zao wamechukua nafasi kuanzia asubuhi mpaka jioni, wanasikiliza mafundisho kwamba Yesu Kristo hawezi kutenda kazi, lazima kuwe na kiambatanisho. Maana yake ni kwamba uchukue mafuta ya upako, mafuta za upako. Wengine wanasema kuna bigiji za upako, wengine wanazungumza sasa hivi kuna fimbo za upako, wengine wanazungumza ya kwamba yani kuna kila aina ya imani. Sasa kama katika maisha yako unapenda kutega sikio katika mafundisho hayo bila kuchagua katika wakati huu, imani yako itaenda katika mfumo huo na utajikuta umeharibika. Swali, imani yako imekuzwa na nini? Katika nyakati zilizo nazo hizi, sio kila mchungaji ni wa kusikiliza, sio kila redio ni ya kusikiliza, sio kila mdahalo ni wa kusikiliza, sio kila mtu wa kumpatia nafasi ya kusikia. Chagua mtu wa kumfuatilia. Chagua mtu ambaye unatamani imani yako ikue, unatamani imani yako ijengeke. Chagua mchungaji wa kumsikiliza. Chagua mtumishi wa kumsikiliza ambaye anapofundisha, anafundisha imani ambayo imejengeka katika misingi ya neno la Mungu. Na matokeo mabaya katika ulimwengu wa leo, watu wengi imani zao wamezijenga kwa mitume na manabii, na bahati mbaya imani zao hawakuzijenga katika neno la Bwana. Hii ndiyo hatari ambayo tunaiona katika imani za nyakati za leo, kutokana na watu wametega masikio. Hawataki kutega masikio na kujenga imani zao kwa njia ya neno la Bwana. Wametega masikio, nabii atasema nini, mchungaji atasema nini. Nataka nikwambie, chochote kile ambacho kinahubiriwa na nabii lazima ukipime katika neno la Bwana. Chochote anachokisema Cassian lazima ukipime katika neno la Bwana. Chochote anachokisema mchungaji wako lazima ukipime na kukichuja katika neno la Bwana. Kwa ndio maana Biblia inasema imani huja kwa kusikia. Maana anasema ili ufanikiwe katika mambo yote, lazima imani yako ijengwe katika misingi ya neno la Bwana. Kwa maana neno la Bwana ni chujio la mambo yote ya safari yetu ya kuelekea mbinguni. Leo tumeibuka na imani za ajabu. Tumeona pale wakina Zumaridi wameibuka pale, wakina mama ambao wanasema wao ni miungu. Mimi sio ufalme, ila kinachokaa ndani yangu ndicho ninachokitambulisha. Hata magonjwa wanakuja, magonjwa makubwa wanafunguliwa, wenye ukimwi tunaona kwenye kipindi wanafunguliwa, kansa wanafunguliwa, magonjwa makubwa wanafunguliwa. Sio mimi ambaye nafungua magonjwa hayo, bali ni Mungu ambaye ni mfalme wa wafalme, ameweka makao ndani yangu, ndio anayewaponya. Na ndio maana mimi ninapojitambulisha huwa nasema mimi ni mfalme Zumaridi. Anasema ni Mungu. Huyu ni mwanamke lakini anajiita baba. Yaani ukimuita mama ni kosa kubwa, umekufuru Mungu. Hii ni kitu cha ajabu. Na watu walioko Mwanza pale wamekamatika kwa sababu walimtegea sikio huyu Zumaridi. Hawakutegea sikio neno la Bwana. Hawataki kujengwa misingi yao kupitia neno la Bwana. Wamepata nafasi ya kumtegea sikio Zumaridi, na kwa sababu ndani yao hawana kitu cha kuchuja maneno ambayo anayoyasema Zumaridi, yameingia, yamejenga imani zao. Na kwa sababu hiyo ni vigumu kuwaondoa. Kama ukienda hivi hivi bila kwenda katika Roho Mtakatifu, huwezi kuwahubiri ukakuelewa, kwa sababu tayari mioyo yao wamejazwa na kujengewa misingi ya kumwamini Zumaridi, ya kwamba yeye ndiye ameupokea ufalme wa Mungu peke yake, na ndiye ameleta mabadiliko ya dunia hii. Na watu wamekwenda kwa Zumaridi pale, wakina mama wamekwenda pale, kina baba wamekwenda pale, wanafika pale. Na huyu mama wa wote, wakati wa ibada wanaenda kama mazombi. Unakuta wanaenda kama mazombi hivi. Nadhani video unaiona hapo.
washirika na watenda kazi na wanajiita ni mitume ambao ndio wako nyuma yake, ndio kama wale Yesu ambao alikuwa na mitume 12 na yeye ametengeneza hao wakina mama ni mitume 12. Ni hatari. Ni kwa nini? Kwa sababu imani za watu wakati huu hazijajengwa katika neno la Bwana. Mpenzi mtazamaji wangu wa kipindi cha Mlipuko wa Injili ya Nyakati za Mwisho, nikusalimia tena katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mahala ambapo ulipo unaponitazama na kunifuatilia katika bara la Ulaya ama bara la Afrika. Mungu akubariki sana. Katika siku ya leo ninayo furaha tena kukukaribisha katika kipindi hiki ambacho ni kipindi kinakufunulia mambo ya giza ambayo yamejifunika ndani ya kanisa, na katika nyakati zilizo nazo wengi wameyafuata mambo hayo na wanajikuta wanadhani kwamba wanaenda katika njia ya Kristo, kumbe wako katika njia pamoja na Shetani, na Shetani naye amewaweka katika target ya kuondoka nao kwenda kuhukumiwa. Lakini kipindi hiki na channel hii itakusaidia ili kukusaidia uweze kuwa makini katika safari wakati unatembea kuelekea katika safari ya kuelekea mbinguni. Kwa hiyo Mungu akubariki sana. Lakini nitoe tu shukrani kwa watu ambao mlioko pale Ulaya, watu mlioko katika mabara ya Ulaya pale, Mungu awabariki sana. Najua kwamba maelfu na maelfu duniani kote huko Ulaya mnanifuatilia. Ninaona ukitazama kwenye dashboard ya YouTube yangu channel, ninaona watu ambao wananifuatilia sana ni wengi mabara ya Ulaya kule. Mungu awabariki sana. Watu ambao pia mmekimbia nchi zenu kwa sababu ya vita, na Mungu akawasaidia muwe hai, mko hai, mko katika mabara hayo ya Ulaya. Wengine mmekimbilia huko Marekani, wengine mko kule Australia, wengine mko kule Uarabuni, wengine mko kule India, wengine mko sehemu tofauti ya mabara ya huko. Mungu awabariki sana. Na ninaona takwimu mbalimbali za watu ambao mnanifuatilia kule nje, lakini pia mabara yaliyoko hapa Afrika. Mungu awabariki sana, ambapo ninaona pia ni takwimu kubwa ya watu ambao mnanifuatilia katika mabara haya ya Afrika. Mungu awabariki sana. Lakini pia nitoe shukrani zangu za dhati sana ambao mmeendelea kuungana na mimi kwa ajili ya kusapoti huduma hii. Kumbuka huduma hii ina changamoto, bado ina changamoto, lakini pamoja na hayo bado hatuachi, tutafanya hata kama ni kwa ugumu. Biblia inasema uwe tayari kwa wakati unaokufaa na wakati usiokufaa. Kwa hiyo mimi nimekuwa tayari kwa mazingira magumu kukuletea Injili. Kumbuka huduma hii inajitegemea bado, na mimi siko tayari kuwa chini ya dhehebu la mtu ama chini ya mchungaji fulani. Hiyo never. Maana yake pale ambapo nataka kuwakubalia watu kuwa chini yao, tayari wananiwekea mipaka ya kuhubiri. Kwa hiyo hicho ndio kimenifanya nisiweze kuwa chini ya kanisa lolote. Wewe baba yangu, namba ziko chini hapo, support hapo chini. Heri ni Kristo anatamani utumike naye kabla jua halijazama. Kristo anahitaji tutumike pamoja naye. Muda tulionao huu ndio wa kumtumikia Yesu Kristo. Tumika kwa mali yako, tumika kwa fedha yako. Unapotumika pamoja na mimi, amini ya kwamba umejiwekea hazina katika ufalme wa mbinguni. Umejiwekea hazina katika ufalme wa mbinguni. Na jambo jingine natamani nikuambia kwamba kumbuka, unapopanda sadaka, unapotoa sadaka, elewa katika madhabahu, ukitoa madhabahu iliyo sahihi, sadaka nilishakufundisha ina tabia ya kudai. Lazima idai matokeo. Lazima sadaka idai matokeo. Kwa hiyo kama utapanda katika madhabahu sahihi ambayo inamhubiri Mungu wa kweli, ile sadaka itadai matokeo ya baraka na urithi katika maisha yako. Itakutoa katika magonjwa, itakutoa katika matatizo, itakutoa kwenye stress, itakupa uwezo wa fikra kubwa ili uweze kufanikiwa kuanza mambo makubwa. Mungu atakuja kwako, atamwagiza Roho Mtakatifu, ataingia ndani yako, atauisha mawazo yako yawe na uwezo mkubwa wa kufikiri mambo makubwa ya mafanikio, hata kama elimu yako ni ya chini. Hiyo ndio nguvu ya sadaka, naweza nikakutafsiria hivyo. Lakini pia ukipanda sadaka katika madhabahu ambayo si sahihi, nilikwambia kwamba sadaka itadai. Maana ile madhabahu kama inagombana na Mungu, maana yake sadaka yako itakuhatarisha wewe, kwa sababu hiyo sadaka inamsaidia Shetani kuweza kuiharibu kazi ya Mungu kupitia madhabahu ya nabii wa uongo ama mchungaji wa uongo. Kwa hiyo wewe ulienda kupeleka ile sadaka, na ndiyo maana nataka nikwambie kwamba utapata matokeo ambayo sio mazuri kwenye maisha yako, sio mazuri kwa watoto wako, sio mazuri kwa mume wako, sio mazuri kwa mke wako, sio mazuri kwa biashara yako. Kwa hiyo angalia pia mahala ambapo unahitaji kufanya kazi ya Mungu. Mungu akubariki sana. Katika yote natamani sasa funika macho yako tupate kuomba. Baba, asante kwa jina lako Yesu Kristo kwa nafasi hii. Mimi mtumishi wako ninapoenda kusema na watu hawa, nitumie kama chombo tu. Ninapoenda kusema na watu hawa, Yesu,
isaidie nikanene sawasawa na mapenzi yako. Asante kwa muda huu, utatufunika kwa damu yako na utatufanya tupate kukuelewa. Ondoa mawazo ambayo sio mazuri, utupatie mawazo na utupatie masikio ya kuweza kukusikia wewe. Kwa jina la Yesu Kristo, mfungue yule mama, mfungue kijana binti yule, mfungue Bwana apate kukuelewa. Nimeomba machache nikitaka nikiomba unitumie kama chombo tu. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Mpenzi mtazamaji wangu, katika kipindi hiki natamani niseme na wewe katika siku ya leo. Wewe unayenitazama hapo, sikia somo langu katika siku ya leo linasema imani inaleta matokeo. Ngoja tuende kwenye somo letu, linaongozwa na mstari gani? Katika kitabu ambacho kitatuongoza katika somo la siku ya leo, natoka katika Warumi 10 na ule mstari wa 17. Biblia inasema, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Ninarudia, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Mama yangu, unaponisikiliza hapo, inawezekana maisha ambayo unaishi unapitia changamoto, ni kwa sababu ya imani ambayo imejengwa ndani yako. Inawezekana unapitia matatizo, ni kwa sababu ya msingi wa imani yako. Biblia inasema imani yoyote haiwezi kujengeka ndani kwa mtu pasipo kusikia jambo fulani. Imani inaumbika ndani ya mtu kwa njia ya kusikia, kwa njia ya kusikiliza jambo fulani. Unapokuwa umetega sikio lako, na ndiyo imani yako, kile unachokisikia kitatengeneza nguvu ya imani ndani yako, kitatengeneza uzuri wa imani ama ubaya wa imani. Kwa hiyo chochote kile ambacho unachokisikia, chochote kile ambacho unakipatia nafasi ya kusikia kwenye sikio lako, Biblia inatuambia kinatengeneza imani yako ndani yake. Sikiliza, maana yake ni kwamba kile ambacho unapendelea kukisikiliza ndicho kinatengeneza imani kwenye maisha yako. Kile ambacho unapendelea kukipatia nafasi ya kukisikiliza kuanzia asubuhi, kuanzia mchana, kuanzia usiku, ukiwa umelala, hicho ndicho kinatengeneza imani yako, na imani yako ndiyo inayoweza kuleta matokeo kwenye maisha yako. Sikiliza, swali ambalo nataka nikuulize kwenye maisha yako, je, unapenda kusikiliza nini? Kama ni mafundisho, ni wachungaji gani ambao unawasikiliza? Kama ni mafundisho ya Injili, je, ni wahubiri gani ambao unawasikiliza? Kama ni muziki wa Injili, je, hawa waimbaji wa nyimbo za Injili ni waimbaji gani waliolewa katika misingi gani unaowapa nafasi ya kuweza kuwasikiliza? Kama ni muziki wa kawaida, je, ni muziki wa namna gani ambao unaweza kupata nafasi ya kusikiliza? Kwa maana katika kusikiliza ndipo imani yako inapojengeka. Sikiliza nikwambie, inawezekana maisha ambayo unayapitia leo ni kwa sababu ulipenda kusikiliza kitu fulani kikatengeneza imani, na ndipo ile imani ikakupeleka kuishi maisha hayo. Maana msingi wa imani yako ndio unaosapoti, unaokupa formula ya mwelekeo wako. Imani ya ndani ndio dunia yako ilivyo. Sikiliza, ukiwa unataka kufanikiwa kwenye maisha yako, inategemeana na mwangaza na msingi wa imani yako ukoje. Kama unataka kufanikiwa katika Mungu, lazima uweze kujenga imani yako kwa kusikiliza neno la Mungu. Lakini kama unataka kufanikiwa kwa njia nyingine, lazima utafute vitu vyenye kukutengenezea hiyo imani. Sikiliza nikuulize swali jingine. Kuanzia asubuhi mpaka jioni, ulipoamka, huwa unapendelea kusikiliza nini? Ukiwa kwenye gari, unapendelea kusikiliza nini? Ukiwa unatembea, unapendelea kusikiliza nini? Lakini si kusikiliza tu ili mradi ni Injili. Labda inawezekana hata kwenye Injili ni swali lazima nikuulize, unapenda kuwasikiliza wachungaji gani? Maana yake mchungaji yoyote unayependa kumsikiliza, kama misingi yake ya imani haikujengwa katika neno la Mungu, ndivyo vivyo hivyo maisha yako ya imani, maisha yako na matokeo ya imani yako yatakuwa hafifu hivyo hivyo. Sikia,
Nazungumza, kuna watu wamejengewa msingi wa imani kwa njia ya kusikiliza mafundisho ya kukanyaga mafuta. Kuna watu, nazungumza sana, imani zao wamechukua nafasi kuanzia asubuhi mpaka jioni, wanasikiliza mafundisho kwamba Yesu Kristo hawezi kutenda kazi, lazima kuwe na kiambatanisho. Maana yake ni kwamba uchukue mafuta ya upako, Wengine wanasema kuna chupi za upako, wengine wanasema kuna bigiji za upako, wengine wanazungumza sasa hivi kuna fimbo za upako, wengine wanazungumza ya kwamba yani kuna kila aina ya imani. Sasa kama katika maisha yako unapenda kutega sikio katika mafundisho hayo bila kuchagua katika wakati huu, imani yako itaenda katika mfumo huo na utajikuta umeharibika. Swali, imani yako imekuzwa na nini? Katika nyakati zilizo nazo hizi, sio kila mchungaji ni wa kusikiliza, sio kila redio ni ya kusikiliza, sio kila mdahalo ni wa kusikiliza, sio kila mtu wa kumpatia nafasi ya kusikia. Chagua mtu wa kumfuatilia. Chagua mtu ambaye unatamani imani yako ikue, unatamani imani yako ijengeke. Chagua mchungaji wa kumsikiliza. Chagua mtumishi wa kumsikiliza ambaye anapofundisha anafundisha imani ambayo imejengeka katika misingi ya neno la Mungu. Na matokeo mabaya katika ulimwengu wa leo, watu wengi imani zao wamezijenga kwa mitume na manabii, na bahati mbaya imani zao hawakuzijenga katika neno la Bwana. Hii ndiyo hatari ambayo tunaiona katika imani za nyakati za leo, kutokana na watu wametega masikio. Hawataki kutega masikio na kujenga imani zao kwa njia ya neno la Bwana. Wametega masikio, nabii atasema nini, mchungaji atasema nini. Nataka nikwambie, chochote kile ambacho kinahubiriwa na nabii lazima ukipime katika neno la Bwana. Chochote anachokisema Cassian lazima ukipime katika neno la Bwana. Chochote anachokisema mchungaji wako lazima ukipime na kukichuja katika neno la Bwana. Kwa ndio maana Biblia inasema imani huja kwa kusikia. Maana anasema ili ufanikiwe katika mambo yote, lazima imani yako ijengwe katika misingi ya neno la Bwana. Kwa maana neno la Bwana ni chujio la mambo yote ya safari yetu ya kuelekea mbinguni. Leo tumeibuka na imani za ajabu. Tumeona pale wakina Zumaridi wameibuka pale, wakina mama ambao wanasema wao ni miungu. Mimi sio ufalme, ila kinachokaa ndani yangu ndicho ninachokitambulisha. Hata magonjwa wanakuja wote, magonjwa makubwa wanafunguliwa, wenye ukimwi tunaona kwenye kipindi wanafunguliwa, kansa wanafunguliwa, magonjwa makubwa wanafunguliwa. Sio mimi ambaye nafungua magonjwa hayo, bali ni Mungu ambaye ni mfalme wa wafalme, ameweka makao ndani yangu, ndio anayewaponya. Na ndio maana mimi ninapojitambulisha huwa nasema mimi ni mfalme Zumaridi. Anasema ni Mungu. Huyu ni mwanamke lakini anajiita baba. Yaani ukimuita mama ni kosa kubwa, umekufuru Mungu. Hii ni kitu cha ajabu. Na watu walioko Mwanza pale wamekamatika kwa sababu walimtegea sikio huyu Zumaridi. Hawakutegea sikio neno la Bwana. Hawataki kujengwa misingi yao kupitia neno. Wanafunguliwa, wenye ukimwi tunaona kwenye kipindi wanafunguliwa, kansa wanafunguliwa, magonjwa makubwa wanafunguliwa. Sio mimi ambaye nafungua magonjwa hayo, bali ni Mungu ambaye ni mfalme wa wafalme, ameweka makao ndani yangu, ndio anayewaponya. Na ndio maana mimi ninapojitambulisha huwa nasema mimi ni mfalme Zumaridi. Anasema ni Mungu. Huyu ni mwanamke lakini anajiita baba. Yaani ukimuita mama ni kosa kubwa, umekufuru Mungu. Hii ni kitu cha ajabu. Na watu walioko Mwanza pale wamekamatika kwa sababu walimtegea sikio huyu Zumaridi. Hawakutegea sikio neno la Bwana. Hawataki kujengwa misingi yao kupitia neno la Bwana. Wamepata nafasi ya kumtegea sikio Zumaridi, na kwa sababu ndani yao hawana kitu cha kuchuja maneno ambayo anayoyasema Zumaridi, yameingia, yamejenga imani zao. Na kwa sababu hiyo ni vigumu kuwaondoa. Kama ukienda hivi bila kwenda katika Roho Mtakatifu, huwezi kuwahubiri wakakuelewa, kwa sababu tayari mioyo yao wamejazwa na kujengewa misingi ya kumwamini Zumaridi, ya kwamba yeye ndiye ameupokea ufalme wa Mungu peke yake, na ndiye ameleta mabadiliko ya dunia hii. Na watu wamekwenda kwa Zumaridi pale, wakina mama wamekwenda pale, kina baba wamekwenda pale, wanafika pale, na huyu mama waumini waumini wake wote, wakati wa ibada wanaenda kama mazombi. Unakuta wanaenda kama mazombi hivi. Nadhani video unaiona hapo.
washirika na watenda kazi na wanajiita ni mitume ambao ndio wako nyuma yake, ndio kama wale Yesu ambao alikuwa na mitume 12 na yeye ametengeneza hao akina mama ni mitume 12. Ni hatari. Ni kwa nini? Kwa sababu imani za watu wakati huu hazijajengwa katika neno la Bwana. Tazama pale, niliangalia pale Nigeria, kumeibuka pia ambaye ni mchungaji ambaye anawaambia watu ya kwamba hivi, sikiliza nikwambie jambo la ajabu. Amewaambia hamtapata njaa. Hamtapata njaa. Maana yake kinachohitajika hapo sasa, mwezi mzima zile bajeti zenu na hela zenu zile mlizonazo mtaziweka tu, zitawasaidia ili mfanikiwe kimaisha. Roho Mtakatifu amempa ufunuo ya kwamba hivi watakula majani, na yale majani watakapokula, yani nyasi, yale nyasi za ng'ombe, wakila wale waumini watashiba mwezi mzima. Wamevua nguo, wanawavulisha mpaka chupi ndani ya kanisa, na wanaanza kuwaosha, wanawaogesha katika maungo yao, katika utupu wao wanaogeshwa. Angalia video kama hiyo, nayo ni imani. Watu wamekataa kujenga imani zao katika neno la Bwana. Angalia hapo, huyo nabii naye ameinuka na watu wamesikiliza, na watu hawana chujio. Imani zao hazikujengwa katika msingi ya neno la Bwana. Wako akina mama na ndio wanawake, ndio siku hizi unajua, ndio nakwambia hivi, wanawake ndio sehemu kubwa ya vilio duniani, na wanawake ni wateja wakubwa wa manabii wa uongo duniani. Makanisa mengi watu ambao wanawafaidisha ni wanawake. Unajua bwana, ukisha wakamata wakina mama wanaume wanafuata tu nyuma. Wewe ukishamshika wakina mama, na ndio maana wakina waimbaji wa nyimbo za injili cha kwanza wanachoangalia kwanza kugusa maneno ya mama. Nani kama mama? Oh, wakina mama. Yaani ukishamgusa tu mama, umekujaje akina mama hawa? Ukimgusa akina mama, ndio maana makanisa haya ya manabii wa uongo yanajua tu nikimgusa mama hapo akina mama hawa ndio watanipa hela. Naomba wewe mwanamke ulioko hapa, imani yako ijengwe katika neno la Bwana. Hutodanganyika, hutotikisika, hutaweza kuteswa na kuangaishwa. Imani yako hakikisha inajengwa katika neno la Bwana. Imani za watu, tazama, niliona pale kuna mtumishi mmoja Suguye, na yeye ameinuka hapa Tanzania, kawaambia watu wachukue nini? Wachukue nywele za kichwani, kwenye kisogo hapa kichwani, tena za mbele hapa, wachukue hizo nywele. Alafu hizo nywele wanapozichukua wachukue na kucha la mwishoni huku waling'ong'otoloe. Tena nazungumza kabisa, bwana Yesu, hata kama hauna kucha kubwa, ng'ong'orotoa lilete hilo kucha. Halafu hilo kucha ukisha lileta, na chukua na kucha la huku kwenye kidole gumba cha chini, ng'ong'orotoa na ile nyewe ulilete. Yaani ni mambo ya ajabu, ya kiganga, ya kishirikina, ya kipepo. Nenda kwa Suguye pale. Nenda pale kwa Suguye hapa Dar es Salaam, na watu wamejaa. Alafu nasema ukishamaliza hapo, chukua makucha na nywele zako ziweke kwenye kitambaa cheupe. Ukisha wewe kitambaa cheupe niletee hapo. Halafu ukishafika hapo, sio kwamba utaanza kufanya maombi. Mtakuja na yale makucha na yale manywele yenu, mtapita kwenye kisima cha mpenyo. Ukijiuliza maswali, hata kujiuliza tu swali hivi, ukienda kwa mganga unaambiwa nini? Si unaambiwa leta kuku, leta mkojo wa punda, leta mkojo wa kenge, leta mkojo sijui wa nini. Yaani masharti ya ajabu ambayo ni ajabu. Mungu hana protocol hizo mpaka hivi. Mungu ngoja nikuulize swali. Mungu ana sehemu yake ya kupitia, ni moyo wako. Ukisoma katika Warumi 12, itoeni miili yenu iwe dhabihu takatifu. Ndani ya mwili unaongozwa na roho, na Mungu makazi anapokaa ni ndani ya roho yako.
Mungu anafanya kazi ili uweze kupona kwenye kiganja chako. Kama umeumia, anahitaji moyo wako tu uwe msafi. Mungu akiona kwamba nywele zako hazioti, sijui una tatizo la nywele zako, nataka nikwambie atapitia ndani ya moyo wako. Mungu akiona sikio lako lina shida, sikiliza, moyo ndio connection ya kila kitu. Sasa wewe unaambiwa ili kusudi upone, sijui Mungu apitie kwenye kakucha, sijui Mungu mpaka ukamtafute kwenye kucha huku mwolotoe, sijui nywele zako zimekauka. Sikiliza, Mungu hana haja ya kuhangaika na nywele huku, anahitaji moyo wako uwe salama tu. Jaribu kuchekecha mambo mengine, hata kwenye hali tu ya kula ugali wa Kisukuma, ugali mgumu, unajaribu kujiuliza, hivi kweli Mungu si ndio muumba wa kila kitu? Mungu si ndio uwanja wake? Uwanja wa Mungu ni moyoni na uwanja wa shetani ni moyoni, hakuna kitu kingine. Rafiki yangu, natamani nikwambie, jenga imani yako katika neno la Bwana, na imani yako ikishajengeka katika neno la Bwana hautatepeswa. Sijajua imani yako imejengeka wapi. Sasa namalizia hapa jambo hili. Watu wapo walokole leo kuanzia asubuhi mpaka jioni wanasikiliza nyimbo za kina Diamond. Mpenzi, mlokole huyo, umekwenda mapenzi, jamani, mapenzi yanaua, mapenzi yanaua. Yaani nataka nikwambia, hata kama ndoa yako ni salama, umesikiliza kama mapenzi yanaua, mapenzi yanakufa kweli, mapenzi, ndoa yako itaanza kufa. Ndio hivyo, kwa sababu chochote kile aonavyo mtu moyoni mwake ndivyo alivyo. Yaani unaimba mapenzi yanaua, Biblia inasema mdomo utakula matunda ya kinywa chako. Kwa hiyo wewe sema mapenzi yanaua, hizo nyimbo za mapenzi, mpenzi yanaua, mapenzi hivyo na imani yako na matokeo ya imani yako yataanza kuzalishwa matatizo humo ndani ya ndoa yako. Acha kusikiliza nyimbo za Bongo Flava. Acha kusikiliza nyimbo za kidunia. Umeokoka, umehangaika na nyimbo za kidunia kwenye simu yako, maru na taarabu. Aya maruperupe, maruperupe. Unakuta mtu ambaye ameokoka na yeye anaweka na kidole humu, yuko amejifunga na kibwebwe, maruperupe. Wewe mlokole, imani yako unaichenjisha mara kwa Yesu, mara leo uko huku, mara unasema utamu wa Yesu, mara unasema mpenzi, ninakupenda, mpenzi, mimi silali. Watu wa Mungu imani zao wanasikiliza nyimbo za kiroho tu. Jenga imani yako kwa njia ya nyimbo za Injili. Sikiliza nyimbo za Injili na uangalie watu hao unaowasikiliza wamejenga, waimbaji gani, imani zao Jenga imani yako katika nyimbo ambazo zinakuonyesha ufalme wa mbinguni, zinakufanya umtafakari Bwana. Jenga imani yako. Umesikiliza nyimbo, ni kweli za Injili, ni nyimbo gani hizo unazosikiliza? Unasikiliza wachungaji, lakini unakwambia pokea muujiza wako, pokea kwenda Marekani, pokea kupandishwa cheo, pokea siji. Wewe umeshaka pokea toka mwaka jana, unaambiwa pokea. Umeshaka pokea kweli? Au unatembelea ndala tu? Wenzao ndio hao wanakwambia pokea, akikumaliza kukwambia pokea, wanakwambia leta sadaka. Unapeleka sadaka, wanapandisha vio, wanaweka AC. Ukisema mchungaji nataka nikusalimia, ananyanyua kioo yako kwenye AC, afa umebaki na kupokea. Umeshaka pokea. Jenga imani yako katika neno la Bwana. Anapokuambia kupokea, ujitafakari kwanza. Hivi naweza nikapokea na hizi dhambi? Hakuna mtu mwenye dhambi akapokea habari njema hata siku moja. Unaambia pokea, alafu wewe ni mzinifu. Unapokea, alafu una dhambi. Unapokeaje kama umeweka blockade na Mungu? Jenga imani yako kwa njia ya neno la Bwana. Hautatikiswa, hautaogopeshwa, hautababaishwa na mtu. Imani yako itafocus kwa kumtafuta Mungu na ufalme wa mbinguni utaukua kwenye maisha yako. Nikutakie neema, nikutakie baraka. Rafiki yangu, unaponisikia katika familia yako, jenga imani yako kwa njia ya neno la Bwana. Watoto wako waelekeze neno la Bwana, ndio msingi na ndio funguo wa mafanikio ya kila kitu. Hakuna kurogwa kwa mtu ambaye anayejua neno la Bwana. Hakuna kurogwa. Watu wamejaribu kuniroga sana mimi, wamedunda. Waimbaji wa nyimbo za Injili wameniroga. Nazungumza na waimbaji wa nyimbo za Injili Tanzania, wameroga. Tena waimbaji wakubwa wameroga mpaka wakasalenda, wakasema tumenyosha mkono mtumishi, wewe tu hatukuwezi. Wengine mpaka wanakuja kukuambia, unajua waimbaji wa nyimbo za Injili wamejiingiza huko, wengine sio waimbaji wa nyimbo za Injili, wanaimba nyimbo za Injili na wanazisikiliza, lakini ni wachawi. Unapoona mtu anainuka kutaka kuimba, unasema huyu anakuja kutuharibia upepo. Sasa walikuja kwangu, wamejaribu kuroga mpaka wakanyosha mikono. Imani yako imejengwa wapi? Ijenge kwenye hili gombo.